Jikati hapo natosha. Sogea hivi. Tutakupisha bosi. Asante. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Habari pia za mchana wa Tanzania ambao mnafuatilia pia mkutano huu wa habari hapa unaotuhusisha sisi wasemaji wa hivi vilabu viwili. Najua viko vyombo vya habari hapa vinaruka mubashara. Basi ni jambo zuri. Cha kwanza kabisa ni kuwapa pongezi ndugu zangu waandishi wa habari wote kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya na mnaendelea kuifanya kwenye kutangaza mpira wetu na kuitangaza vizuri dabi yetu ya Kariakoo. Hivi karibuni nilimsikia afisa hapa wa mawasiliano, mkuu wa habari wa mawasiliano wa bodi Karim Boimanda akitanabaisha kwamba ligi yetu imebakia pale pale kwenye nafasi ya 4 kwa ubora, na akaenda mbali kwa kusema kwamba Kariakoo Derby ndio kioo cha mpira kwa hapa Tanzania. Yaani maana yake mechi kati ya Yanga na Simba, licha ya ligi kuwa na timu 16, hatuwezi kukimbia ukweli kwamba kioo cha ligi yetu, kioo cha mpira wetu ni hii dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri sana kuitangaza hii dabi, na hapa ambako inasemwa imefika nafasi ya 4, hapa ambako inasemwa ligi yetu ni bora, basi na nyie waandishi wa habari mna mchango mkubwa sana na mna kila sababu ya kupongezwa, na nyie mjivunie hili jambo. Nchi za wenzetu ambazo kuna dabi kama hizi, kwa mfano South Africa hapa, timu zao mbili ambazo ndio zinateka hisia za watu wengi, kiuwezo zimeshuka kidogo, lakini ule ujivuni ule haujaondoka kwenye mioyo ya mashabiki wa mpira. Bado shabiki wa Orlando, shabiki wa Kaizer Chiefs, inapokuja dabi bado anakuwa mjivuni na mpira wao. Sasa sisi hapa Tanzania tuna baraka zote. Tuna ubora wa hizo timu, tuna ubora wa ligi, na tuna ubora pia wa mashabiki ambao mara zote wamekuwa wakijitokeza viwanjani kuja kusupport timu zao. Na hapa nizungumze sasa na mashabiki na wanachama wa klabu ya Young Africans ambao kimsingi sisi ndio wenyeji wa huu mchezo. Na hata hii nafasi ya kuzungumza wa kwanza isingekuwa wenyeji, bado hadhi yetu ya kuongoza ligi pia ingetubeba. Ningeanza kuzungumza kama kinara wa ligi, alafu timu nyingine zinazofuatia chini zingekuja kuzungumza. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kutamba, ya kuvimba na kujivunia kuelekea siku ya kesho. Mchezo huu ni wa kwetu. Kikanuni ni mchezo ambao Young Africans tuko nyumbani. Hivyo tunatakiwa twende tukathibitishe kwa vitendo kwamba ni mchezo wa nyumbani, na tuwe sehemu kubwa ya mashabiki ambao wataingia Benjamin Mkapa. Namba kubwa uwanjani ikawe mashabiki wa Yanga. Namba kubwa ikaonekane ni rangi ya kijani na njano ndiyo imeshamiri ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwasukuma, kuwapa hamasa na morali wachezaji wetu waweze kutupa furaha. Wiki hii kila mtu anaandika la kwake. Bwana Pacome amka hivi, Max amka hivi, fanya hivi. Lakini hayo yote ambayo tunatamani na ndio kiu yetu yaonekane kesho Benjamin Mkapa, tutawatia unyonge kweli kweli hawa wanajeshi wetu kama watakuwa wanatoka kwenye tunnel pale, alafu wana Yanga tuko wachache. Tutakiwa tuje kwa wingi, tuje kwa namba kubwa, na tuje na sauti zenye nguvu kwa ajili ya kuwapa nguvu wachezaji wetu waweze kutupambania. Kitaalam ishazungumzwa sana hapa umuhimu wa point 3 za kesho. Makocha wamezungumza hapa, players wamezungumza. Naamini kila mmoja wetu anajua umuhimu wa alama 3 za siku ya kesho. Basi hizo alama pia sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tuna jukumu la kwenda kuzipambania, kwenda kuzitafuta. Sauti zetu ndio silaha ya kwenda nayo kwa Mkapa. Tukaishangilie timu yetu, tukawape morali wachezaji wetu, na inshallah baada ya 90 tutaondoka tukiwa washindi ndani ya Benjamin Mkapa. Fikiri kwa haya machache
kabla kichwa kijapata moto nikarudi kwenye mfumo, niishie hapo. Asante sana Ali.